Tanzania's favorite radio station. Radio One, stereo. Tanzania's favorite radio station. Radio One, stereo. Sporty leo. Wawakilishi wa Tanzania bara katika mashindano ya kimataifa Yanga pamoja na Azam wawasili nchini. Safari sasa ni nusu fainali ya kombe la shirikisho nchini. Simba wakili kumwacha kesi inaweza ikawaathiri katika michezo yao iliyosalia ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini katika masumbwi mabondia Thomas Mashari na Cosmas Cheka kupanda ulingoni mwezi ujao katika mapambano ya ubingwa wa dunia dhidi ya mabondia kutoka nchini Iran. Ni kualike katika Sporti leo ya Radio One Stereo jioni ya leo. Ni mimi mwana michezo wako Khalid Msabaha. Washirika wetu ni Pepsi pamoja na Vodacom. Pepsi sasa inakupa kiburudisho zaidi, raha zaidi na thamani zaidi. Furaha kubwa, thamani kubwa. Pepsi kubwa. Pata Pepsi Mirinda na 7up za mililita 350 kwa punguzo la shilingi 100, yani shilingi 500 tu. Furaha kubwa, thamani kubwa. Pepsi kubwa. Pata kiburudisho zaidi kwa bei poa. Pepsi, live for now. Oya vipi? Nimekutumia video WhatsApp. Icheki basi. Poa, haina noma, ngoja nicheki. Da, MB zote hizi. Si bora nichukue daladala faster nije kuicheki huko mwana. Bando mzozo. Bora kama tufanye hivyo. Kwa nini uchukue daladala? Nunua bando na M-Pesa, upate bando nyingine bure. Hiyo mzuka sana. Nitumie basi ile link ya movie. Pata double bando kupitia M-Pesa. Nunua bando la cheka au internet kupitia M-Pesa, upate bando nyingine bure. Ni rahisi. Piga *150*00 alama ya reli kununua bando. Vodacom, power to you. Ni Vodacom pamoja na Pepsi ndio ambao nipo nao hapa katika Sporti leo ya Radio One Stereo. Mwenzangu ni Super Sabu Amri Masale. Msikilizaji unaweza ukashiriki nami hapa studio kupitia nambari ya simu 0783558597 0783558597. Tasoma kile ambacho umekiandika. Tuanzie hapa nyumbani. Mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Young African wamewasili leo jijini Dar es Salaam wakitokea nchini Misri baada ya kuondoshwa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Al Ahly na kutupwa nje ya katika kombe la shirikisho barani Afrika, huko wakipangiwa kukutana na timu ya Grupo Desportivo Sagrada Esperanca kutoka huko nchini Angola. Akizungumza na Sporti leo ya Radio One Stereo mara baada ya kuwasili nchini, kocha msaidizi wa timu ya Yanga Juma Mwambusi amesema kwa sasa wamesahau matokeo yaliyopita, hivyo wanaelekeza nguvu katika michezo yao iliyosalia. Sisi tunashukuru tu kwa sababu vijana wamepambana, na wao wapenzi wetu wanataka watu waoneshe wanapambana na wanataka ushindi. Kwa hiyo wanaona wameshukuru kwamba bahati haikuwa yetu, lakini tumepambana kiasi cha kutosha. Tunasema tunaangalia haya yamekwisha, tunaangalia mechi yetu ya Coast Union kesho kutwa na tutajipanga kwenye federation. Naam, wanajiandaa katika mchezo wa kombe la shirikisho hapa nchini hapo kesho kutwa dhidi ya Coastal Union, mchezo utakaopigwa huko mkoani Tanga, na hivyo Yanga wanatarajia kuondoka hapo kesho kuelekea huko mkoani Tanga kuvaana na Coastal Union katika mchezo huu wa nusu finali ya kombe la shirikisho. Lakini katika kombe la shirikisho barani Afrika Yanga wanaingia sasa kuvaana na Grupo Desportivo Sagrada Esperanca kutoka huko nchini Angola, timu inayoshiriki ligi kuu huko nchini Angola na sio Esperance Sportive de Tunis kama watu wengi walivyokuwa wakidhania. Tuelekee kwa upande mwingine ambapo nao makamu bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara wana lambalamba Azam FC wamewasili mchana wa leo na sasa wanaelekea huko mkoani Shinyanga kwa ajili ya mchezo wao wa kombe la shirikisho hapa nchini katika hatua ya nusu finali dhidi ya Mwadui FC, mchezo utakaopigwa siku ya Jumapili mkoani humo. Nimezungumza na msemaji wa Azam FC Jafari Idi mwana wa Maganga kuelekea katika safari yao. Shinyanga kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Mwadui. Kwa hiyo kwanza tunashukuru timu imefika salama na logistics zimeshaanza kwa ajili ya kuelekea Mwanza na timu ya Shinyanga. Na pengine hali ya kikosi ikoje kuelekea mchezo dhidi ya Mwadui? Kikosi kiko salama salmini, wachezaji wako wazima kabisa. Tunajua kama tutakabiliana na mchezo mgumu dhidi ya Mwadui ya Shinyanga kombe la FA.
Lakini tunashukuru wachezaji wetu baadhi ambao walikuwa wagonjwa ambao tuliwaacha tukwenda nao Tunisia wako vizuri na wamesharejea katika hali zao. Kwa hiyo watakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao usiku huu wanaondoka na timu kuelekea Mwanza kwa ajili ya mchezo wetu wa Jumapili dhidi ya timu ya Mwadui. Tunafahamu utakuwa ni mchezo mgumu na ushindani. Mwadui ni timu nzuri, wachezaji wengi wenye experience, lakini sisi kama sisi ni kwamba tumejipanga kozi inshallah kwa uwezo wa tucheze tushinde. Tumeshafunga Mwadui katika ligi kuu ya bara msimu huu nyumbani na ugenini. Kwa hiyo tunahitaji vile kuendeleza rekodi yetu dhidi ya timu hiyo. Na pengine Jafar Idi, unafikiri michezo ya kimataifa imewaongezea uwezo kiasi gani kuelekea mchezo wenu dhidi ya Mwadui? Ni kwamba kikubwa baada ya kumaliza mchezo wetu wa Esperance tulipata dakika ni siku mbili za kuwa pale. Kwa hiyo wachezaji waliendelea na mazoezi na mwalimu kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya kupambana kwa mchezo huo. Kwa hiyo wachezaji wako vizuri wakiunganisha na nguvu kazi ya wenzao ambao walikuwa hapo. Kikosi kitazidi kuimarika na tutakuwa na timu nzuri ya kuweza kupambana. Tunafahamu kwamba mashindano haya ni makubwa na yanatoa mwakilishi wa nchi, kwa hiyo tunachukulia uzito mkubwa kwa maana ya kucheza na kutafuta ushindi uwanjani. Jafari Edi Mwana Maganga, msemaji wa kikosi cha wanalambalamba Azam FC wakielekea huko mkoani Shinyanga katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho hapa nchini. Lakini wakati huo wekundu wa Msimbazi Simba nao wamewasili huko visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya wanalambalamba Azam FC. Kutoka visiwani Zanzibar, mwana michezo wetu Faruk Karim anatujuza. Wekundu wa Msimbazi Simba jijini Dar es Salaam imetinga kisiwani Zanzibar tayari kwa kambi ya muda mfupi kujiandaa na pambano lao la Azam katika ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa mujibu wa mratibu wa Simba hapa Zanzibar na mmoja kiongozi mkuu wa Simba Abdul Mshangama akiongea na Sport jioni hii, amesema kundi lao tayari umeshaingia Zanzibar ikipoja na kocha Jackson Mayanja ambaye naye amewasili mapema hii leo hapa Zanzibar. Mshangama amesema kipo hapa Zanzibar timu hiyo itafanya mazoezi na jioni na itaweza kucheza mechi kadhaa za kirafiki kabla kuelekea jijini Dar es Salaam. Hakueleza sababu kufanya kuja hapa Zanzibar, lakini ni moja kwa moja kwamba timu hiyo ya Simba imeona Zanzibar ndio mahali pekee ambapo inaweza kupatia ushindi, na lipo kwenye uwembe ambao mara nyingi umekuwa wakitoka hapo wanaondoka na sifa ya ushindi tofauti na miji mingine. Shangama hata hivyo jaribu katika kufafanua amesema wameona kwamba kuwepo kwao kwa Zanzibar wamekuwa na bahati na pia walikuwa kuna mwelekeo na kupokelewa uzuri na washabiki na wanachama wa Simba hapa Zanzibar, na mawaidha yao ndio wanafanya wao wafanye vizuri katika mechi zao. Mara kadhaa Simba kwa kambi hapa imekuwa ikiondoka na ushindi wa kila aina, ingawa mara kadhaa kambi yao inakuwa hapa dhidi ya Yanga, lakini hii ni mara kwanza kambi kuwekwa ikiwa dhidi ya kupambana na timu ya Azam. Wekundu wao Msimbazi wana imani kabisa kwamba endapo wataifunga Azam na matokeo mengine yote ya ligi ya Tanzania bara wanda kaipatia nafasi ya kuwakilisha kimataifa, ambapo njia pekee ni kutoa ubingwa wa soka wa Tanzania bara na wala hakuna njia nyingine. Kutoka Pakistani Zanzibar, mimi ni Faruk Karim, Radio One Studio. Asante sana Faruk Karim kutoka huko visiwani Zanzibar. Lakini tukiwa tumesalia mitaa ya Msimbazi, ikiwa ni siku chache tu mara baada ya klabu hii ya wekundu wa Msimbazi Simba kumpa adhabu ya kutocheza michezo mitano mchezaji wao Hassan Kesi, ikiwa ndio tiketi ya kuondoka katika klabu hiyo. Hatimaye mwenyekiti wa kamati ya usajili ya klabu hiyo Zakaria Hanspopu amekiri kuwa kutokana na adhabu wanazowapa wachezaji wao hivi karibuni inawezekana ikaathiri kikosi chao katika mbio za ubingwa, lakini wataendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha nidhamu inatawala katika klabu hiyo. Sio kwamba inaathiri wachezaji tu, inaathiri mpaka timu yenyewe. Ukitazama katika mambo ambayo yamechangia hata sisi kuweza kupoteza michezo kama hii, utakuta kwamba kuna mchezaji mzuri kama Banda yuko nje kwa sababu ya adhabu. Pengine wangekuwepo kwenye mechi ya juzi asingetokea. Mchezaji kama Isihaka amekaa nje ya uwanja kwa kutumikia adhabu mwezi mzima. Kwa hiyo mchezaji anayekaa nje ya kucheza kwenye mashindano, match fitness anakosa. Na mechi yake ya kwanza kucheza ni ile ya Coastal Union na tulipoteza. Ya pili ni hii ya Toto nayo tumepoteza. Kwa hiyo sio kwamba ina affect mchezaji tu mwenyewe, ina affect kama hata timu nzima. Lakini hatuwezi kuyavumilia mambo ya utovu wa nidhamu. Kwa sababu hiyo ni bora tukaeleweka hivyo, wachezaji wakajua kwamba hawawezi wakafanya wanavyotaka, lazima wawe na nidhamu. Sisi hatutaangalia kwamba mchezaji, kwa sababu kisha sakamu kwamba mchezaji huyu ni mahiri kwa hiyo tusimwadhibu, unategemea kitu gani kutoka wachezaji wengine? Moja wa tatizo ambayo sasa hivi Simba naipata ni mojawapo ni hiyo kwamba kuna wachezaji waliadhibiwa na wengine ya kudhibiwa, ni kutokuelewa tu. Kuna hisia kwamba tumewadhibu wachezaji wa Tanzania Banda pamoja na Isiaka na wachezaji wa
wa Uganda hawakuadhibiwa kwa sababu walichelewa kurudi kambini. Lakini ni mambo mawili tofauti ambayo huwezi ukayafananisha. Hawa waliondoka kwenda kuchezea timu ya taifa, wakachelewa kurudi. Sasa wamechelewa kwa sababu gani? Si lazima ujue kutoka FUFA. Sio kitu ambacho unaweza kumwadhibu mchezaji pale pale. Kweli amechelewa, lakini je, kama alicheleweshwa na FUFA, walichelewa kumpatia tiketi ya kurudi, maana wanaotakiwa kutoa tiketi zote ni wao. Kama tiketi ya kumrudisha huku ilichelewa, utamlemu mchezaji. Kwa hiyo uwezi kuchukulia hatua mpaka imefikia stage kwamba umeandikia barua TFF na umepeleka FUFA na umeishatoa maelezo ndio unachukua hatua. Lakini unakuta kuna wachezaji hawaelewi hilo swala, wanaona kama sisi tunaonewa na wale wanapendelewa. Na matokeo yake yanaleta disharmony kwenye club au kwenye timu. Lakini ukweli wa mambo, timu yoyote ambayo itakuwa na wachezaji hawana nidhamu, huwezi kuwa na timu hata siku. Kwa sababu kwanza hujui utamtegemea vipi, anaweza kufanya jambo lolote wakati anayotaka. Wakati tunamhitaji yeye ndio anafanya mambo kama haya. Huyo banda ndio alipata kadi nyekundu wakati tunacheza naye. Huyo anakwenda kuambiwa ingie uwanjani alafu hataki kuingia na anaambiwa na kocha. Ukisha kuwa na mchezaji ambaye anambishia coach, unategemea huyo mchezaji atakusaidia kitu gani? Kwa sababu hata kwenye formation mle ndani atacheza anavyotaka yeye. Kwa hiyo lazima aelewe kwamba coach yuko katika nafasi gani na nafasi yake kwenye timu iko namna gani. Huwezi ukaacha kuchukulia hatua wachezaji kwenye kukosa nidhamu kwa sababu tu wao ni mahiri hapa. Naam, yote hiyo ni kuhakikisha tu katika klabu ya Simba nidhamu inaendelea kutawala. Kwa hivyo adhabu zitaendelea kutolewa kama kawaida. Wadau na wapenzi wa mpira wa miguu mkoani Shinyanga wamelalamikia shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupanga ratiba ya mechi kati ya Mwadui FC dhidi ya Stand United kuchezwa katika uwanja wa Mwadui Complex huko mkoani Shinyanga. Mechi ambayo inatarajiwa kuchezwa tarehe 30 mwezi huu. Mwanamchezo wetu Frank Mshana kutoka Shinyanga anatujuza. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wadau na mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu mjini Shinyanga wanaeleza jinsi ambavyo hawakuridhika na maamuzi ya chama cha mpira wa miguu Tanzania kupanga mchezo kati ya Stand United na Mwadui FC kuchezwa katika uwanja wa Mwadui Complex, huku wakitoa maoni yao juu ya mtinange huo unaotarajiwa kutimua vumbi siku za karibuni. Mwadui kwa kweli ni uwanja mdogo na mashabiki wengi wa soka wako mjini. Kwa hiyo dabi kama ya Mwadui na Stendi ingetakiwa kufanyikia Kambarage, sababu Kambarage pana usalama wa kutosha. Vile vile panatakiwa paingie watu zaidi ya 1400. Sasa ukiangalia uwanja wa Mwadui ni mdogo, mashabiki wanaingia wachache. Kwa maana hiyo wengi hawataenda kuhudhuria game ile. Timu zote nazipenda, Stand United naipenda, Mwadui naipenda, ila naangalia mapato ya wao wanaocheza mpira yatakuwa madogo kidogo. Kwa sababu gani? Sababu uwanja mkuu wa kujulikana na mapato kuwa marefu na makubwa wafike mbali ni Kambarage. Nilikuwa naomba viongozi wanaoona na kusikia wapange uongozi yote kila mwaka Stand United na Mwadui wanafanya kazi yao ya mpira Kambarage. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Shinyanga Bwana Benesta Lugola amedai kuwa ni sawa TFF kupanga mtinange huo kutua katika dimba la Mwadui Complex, lakini wasiwasi wake ni idadi ya washabiki watakaoingia pamoja na usalama wa uwanja huo. Mimi niseme tu kwamba kwanza nina uhakika kwenye hii dabi ni kwamba wapenzi timu zote mbili, yani kwa maana ya Mwadui na Stendi, watajitokeza kwa wingi. Na mchezo uliopita tulipata almost watu kama 3000. Na kwa hamasa iliyoko, kwa sababu Mwadui ni mtu wa 6, Stendi mtu wa 7, inawezekana idadi ya watu ikaongezeka. Nikiripoti kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni mwanamichezo wako Frank Mshana, Radio 1 Stereo. Huko visiwani Pemba, ligi kuu soka nchini humo, visiwani humo imeendelea leo hii, huko timu inayotarajia kuwakilisha Zanzibar katika michuano ya Sekafa Nile Basin huko Sudani ikizidi kufanya vibaya katika michezo yake ligi kuu huko visiwani Pemba. Suleiman Rashid Omar kutoka huko Pemba anatujuza. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wakilishi wa Zanzibar wanaotarajiwa kuwakilisha katika michuano ya Nile Basin Championship inayotarajiwa kuanza nchini Sudan kuanzia Mei 22 mwaka huu. Timu ya Hadros inaendelea kufanya vibaya katika michuano ya ligi kuu ya Zanzibar kanda ya Pemba baada ya jioni hii kuchapa magoli 2-0 na timu ya Jamhuri katika uwanja wa michezo Gombani. Iliwachukua dakika 6 tu, kwa timu ya Jamhuri kujipatia goli iliyofungwa na Amir Hamis. Kuingia kwa goli hilo, timu ya Hadros ilijipanga na kuzuia mashambulizi yote
ya Jamhuri kwa nia kutaka kusawazisha goli hilo, lakini mashambulizi yao yalikuwa butu, na kwenye dakika ya 26 wakapachikwa goli la pili lililofungwa na Mwalimu Mohamed. Katika mchezo huo, mchezaji wa Jamhuri Vincent George alitolewa nje kwa kadi nyekundu na mwamuzi wa mpambano huo Mkubwa Hamis Chikube baada ya kucheza mchezo mbaya. Timu hiyo ya Adros, wawakilishi hao wanatarajiwa kuondoka kesho kisiwani Pemba kupiga kambi nje ya kisiwa hicho huko Dar es Salaam ili kujiandaa. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, ni mwana mchezo wako Suleiman Rashid Omar wa Radio One Stereo. Tuelekee huko nchini Kenya ambapo nchi hiyo imetimiza masharti ya WADA katika kuweka sheria ya kupinga madawa ya kusisimua misuli katika michezo. Hapa naungana na mwanamichezo wetu Dennis Musundi kutoka nchini Kenya. Kenya inayotambulika kama mabingwa wa riadha katika ukanda wa Afrika Mashariki na barani Afrika imetimiza masharti yaliyowekwa na WADA kwa kuidhinisha sheria ya WADA ambayo makataa yake ni tarehe 2 mwezi Mei mwaka huu. This law is a continuation and not the end of our efforts to stand up against. Sheria hii ni kuendeleza wala si mwisho wa juhudi zetu katika kukabiliana na udanganyifu na ufisadi katika sekta ya michezo. Nimesema mara nyingi kuwa Kenya imejitolea kutekeleza sheria za kimataifa za michezo zikiwemo WADA, IAAF au shirika lolote lile la kimataifa, or the International Olympic Committee or any other international organization for that matter. Rais Kenyatta akizungumza katika ikulu ya rais jijini Nairobi anasema utekelezaji wa sheria hiyo utaleta nidhamu katika mchezo wa riadha. Aidha, amelitaka shirikisho la kandanda nchini humo kuwajibika ipasavyo katika kutekeleza majukumu yake. Hapo jana, Rais Kenyatta alituza kikosi cha raga cha wachezaji 7 kila upande dola milioni 1 kwa ushindi wao katika mashindano yaliyokamilika hivi punde nchini Singapore. We are committed to ensuring that our athletes. Tumejitolea kuhakikisha kuwa wanariadha wetu wanashinda kwa njia safi kwa sababu wana uwezo wa kufanya hivyo na hatuhitaji kitu kingine ndipo tuweze kushinda. Tunaweza. Udanganyifu wote ule ni hujuma kwa uwezo wa wanariadha wetu. To the potential of our players and the aptitude of our athletes. Nikiripotia Radio One Stereo kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi, mimi ni Dennis Musundi. Asante sana Dennis Musundi kutoka huko Kenya. Tuelekee sasa katika upande wa masumbwi ambapo mabondia Thomas Mashari na Cosmas Cheka wanatarajia kupanda ulingoni mwezi ujao katika mapambano ya ubingwa wa dunia dhidi ya mabondia kutoka nchini Iran. Mapambano haya yanatarajia kupigwa ifikapo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu katika uwanja wa ndani wa Taifa jijini Dar es Salaam. Akizungumza na Sport leo, katibu wa shirikisho la ngome za kulipwa la PST Anton Luta amesema wanatarajia kumkaribisha waziri wa habari na utamaduni na michezo Nape Nnauye, kwamba wale wanaosubiria lile pambano kubwa la kimataifa ambalo kwa Tanzania halijawahi kutokea kwa mara ya kwanza, tunaweza kusema ndipo litakuwa ni pigano kubwa na la aina yake litakalopigwa tarehe 14 mwezi wa 5 katika uwanja wa Taifa wa ndani. Ni kwamba mabondia wote leo tulikuwa na kikao cha pamoja na baadhi ya mabondia karibu wote kuchukua stahiki zako, ukichukulia kwamba pambano kubwa litamkutanisha bondia Thomas Mashari atakayekuwa na pambana na Sajid Mugarad kutoka kule Irani. Huyu bondia Sajid Mugarad kutoka Irani anakumbukwa miaka miwili iliyopita alikuja Tanzania akacheza na Francis Cheka na pambano likawa through draw, lakini watu walilalamikia ile draw wakimaanisha kwamba huyu bondia kutoka Irani ndiye ameshinda, na alikadhalika Thomas Mashari hivi karibuni amemshinda Francis Cheka. Kwa maana promota kimataifa Ali Mwazo ameamua kuwapambanisha wagombee ubingwa sasa wa dunia wa raundi 12, pigano litakalopigwa hapo tarehe 14 siku ya Ijumaa mosi katika uwanja wa ndani wa Taifa. Alikadhalika pambano hilo litasindikizwa na mapambano mengine ya ubingwa, moja likiwa na ubingwa tena wa dunia kati ya bondia Cosmas Cheka ambaye atacheza na bondia kutoka Irani vile vile katika pigano la raundi 12 uzito wa lightweight. Na alikadhalika kutakuwa kuna pigano lingine la ubingwa wa Afrika kati ya bondia Saleh Mkalekwa atakayecheza na James Onyango. Pigano hilo litakuwa la raundi 10, na vile vile tutashuhudia makonde ya kina mama Ruru Kayanga atapambana na bondia kutoka kule nchini Malawi. Alikadhalika Dula Mbabi naye atacheza pambano hilo
kusindikiza, atapambana na bondia kutoka kule nchini Zimbabwe. Kimsingi mabondia wengi watakaocheza watakuwa ni wale wa kimataifa wa Tanzania wanaojulikana kama Francis Nyayusho na Nasibu Ramadhani na Aaron Kamote. Watapambana na mabondia kutoka nchi mbalimbali. Kwa maana mapambano zaidi ya 10 yatakuwa yote ya kimataifa, na kama Mungu atakuwa amependa tutakwenda kama tulivyopanga. Basi tunategemea waziri wa michezo Nape Nnauye kumkaribisha kwa stahili. Huyo ni Anton Ruta, katibu wa shirikisho la ngome za kulipwa PST. Ni Spoti Leo ya Radio 1 Stereo. Tuvute pumzi kwa kuwasikiliza washirika wetu ambao ni Pepsi pamoja na Vodacom. Pepsi sasa inakupa kiburudisho zaidi, raha zaidi na thamani zaidi. Furaha kubwa, thamani kubwa, Pepsi kubwa. Pata Pepsi, Mirinda na 7up za mililita 350 kwa punguzo la shilingi 100, yani shilingi 500 tu. Furaha kubwa, thamani kubwa, Pepsi kubwa. Pata kiburudisho zaidi kwa bei poa. Pepsi, live for now. Oya vipi? Nimekutumia video WhatsApp. Icheki basi. Poa, haina noma, ngoja nicheki. Da, MB zote hizi. Si bora nichukue daladala faster nije kuicheki huko mwana. Bando mzozo. Bora kama tufanye hivyo. Kwa nini uchukue daladala? Nunua bando na M-Pesa, upate bando nyingine bure. Hiyo mzuka sana. Nitumie basi ile link ya movie. Pata double bando kupitia M-Pesa. Nunua bando la cheka au internet kupitia M-Pesa, upate bando nyingine bure. Ni rahisi. Piga *150*00 alama ya reli kununua bando. Vodacom, power to you. Anasema anaitwa Mzee Mtumweni wa Naumbu Mtwara. Anasema wana Yanga anasema msife moyo, hiyo ndiyo Yanga ya kimataifa. Anasema kwamba wamchangani magomvi muda wote. Anasema mara kesi mara nani, poleni sana wamchangani. Asante. Mwingine anasema anaitwa Mzee Mtumweni, anarudia message yake. Anasema timu ya FC Jogi Academy Club kutoka Mikindani Mtwara. Anasema leo walielekea pale Mustafa Sabodo sekondari kucheza na timu ya shule hiyo Matoke kwenye. Nafikiri alikuwa anatujuza tu taarifa hapa. Asante. Mwingine anasema anaitwa Aquilino Amsi wa Karatu. Anasema Endabashi. Anasema viongozi wa Simba vipi? Mbona hamueleweki? Asante. Mwingine anasema kwamba kila la heri Yanga katika mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Coastal Union. Asante. Mwingine anasema hongera Simba kwa kuamua kumuacha mchezaji wenu kesi, lakini kwa nini hamueleweki? Mwingine anasema kwamba kila la heri Azam FC katika mchezo wenu dhidi ya Mwadui FC huko Shinyanga. Mwingine anasema kwamba hongera Yanga kwa kufika salama nyumbani. Anasema anaitwa Otieno Raongo, anasema akiwa kule Nyabeu Bunda. Asante sana msikilizaji kwa kushiriki nami hapa studio kwa ujumbe wako. Asante sana pia wewe ambaye unaendelea kututegea sikio katika Spoti Leo ya Radio 1 Stereo. Tuelekee sasa katika anga la michezo kimataifa na mwanamchezo mwenzangu hapa Super Sabu Amri Masare. Unaendelea kusikiliza Spoti Leo ya Radio 1 Stereo, na sasa ni habari za michezo za kimataifa. Katika medani ya kimataifa, nyumbani ni nyumbani barani Afrika, rais wa zamani wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Sepp Blatter amesema aliombwa na mamlaka ya Uswisi kusaidia kusuluhisha mgogoro wa kisiasa wa Burundi kwa kumpa kazi rais wa nchi hiyo. Katika kitabu chake kipya, Mr. Blatter amesema alimpa ofa shabiki mkubwa wa mchezo wa soka Rais Pierre Nkurunziza kuwa balozi wa kandanda ili ajiuzuru wadhifa wake nchini Burundi, lakini Mr. Nkurunziza alikataa ofa hiyo na baadaye kushinda urais kwa awamu ya 3. Waziri wa mambo ya nje wa Uswisi amethibitisha kuwa walitaka Mr. Blatter asaidie, lakini Mr. Nkurunziza alikataa kujiuzulu. Taarifa hiyo imesema lengo lilikuwa ni kusaidia kumaliza mgogoro wa Burundi kwa njia ya amani na kuepusha kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwingineko ni meneja wa klabu ya Liverpool Jurgen Klopp amesema mlinzi wa kimataifa Ivory Coast Kolo Toure yupo katika mipango yake ya baadaye, lakini anataka kuzungumza naye kwanza juu ya mustakabali wake na timu. Mlinzi huyo mwenye umri wa miaka 35, mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu, lakini bado hawajaanza kujadili juu ya mkataba mpya. Kocha huyo wa zamani wa klabu ya Borussia Dortmund amesema Kolo ni muhimu sana katika kikosi cha Liverpool, hata pale anapokuwa hachezi amekuwa na mchango mkubwa katika timu. Kolo Toure ambaye aliwahi kutamba na klabu ya Arsenal na Manchester City amecheza michezo 19 katika mechi 21 msimu huu tangu wasili kocha Klopp katika dimba la Anfield mwezi Oktoba, akichukua nafasi ya Brendan Rodgers.
Huko Hispania umri humtupa mkono kila mtu, lakini Cristiano Ronaldo ana matumaini kuwa licha ya kutimiza miaka 31 bado haimaanishi kwamba ndio hawezi tena kusakata kandanda kwa katika kiwango cha juu, na kwamba anaweza kuendelea kuvuna mafanikio katika klabu ya Real Madrid kama Alfredo Stefano ambaye aliendelea kupata mafanikio hata baada ya kuvuka miaka 31. Kama Ronaldo akisaini mkataba mpya, anajifunga kamba kuitumikia klabu hiyo hadi atakapotimiza miaka 35. Mshambuliaji huyo amekwisha funga goli 50 akiwa na Los Blancos katika kila msimu, lakini kati ya misimu 7 aliyocheza katika klabu hiyo, na jukumu lake kubwa litakuwa ni kuhakikisha anabaki katika kiwango hicho katika msimu ujao. Alfredo Di Stefano aliwashangaza wengi baada ya kucheza soka Real Madrid hadi alipofikisha umri wa miaka 38. Na bosi wa klabu ya Leicester City Claudio Ranieri anaamini ubingwa ni sasa au wasipate tena katika ligi kuu ya England. Leicester City wamekuwa na mafanikio makubwa katika ligi msimu huu na wako alama 5 mbele dhidi ya Tottenham Hotspur ambao wanashika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi, huku akisaliwa michezo 4 kumalizika ligi hiyo. Tayari wana uhakika wa kumaliza katika nafasi 3 za juu na kushiriki michuano ya klabu bingwa Ulaya msimu ujao, na Ranieri anasema jicho lake sasa ni kutoa ubingwa ama waukose kabisa milele ubingwa huo. Na timu ya Leicester City na Tottenham Hotspur imetoa wachezaji 8 katika kikosi cha mwaka cha wachezaji bora wa kulipwa, yani PFA wa ligi kuu England. Kila timu ikiwa imetoa wachezaji 4 wa kikosi hicho bora cha msimu huu. Washambuliaji Jamie Vardy na Harry Kane ndio wanaongoza safu ya uchambulizi ya kikosi hicho. Kiungo wa Kijerumani Mesut Ozil ambaye anawania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa chama cha wanasoka wa kulipa PFA hayumo kwenye kikosi hicho. Kikosi kamili ni goalkeeper David De Gea, wakati walinzi ni Alderweireld, Morgan, Bellerin, Rose pamoja na viungo Kante, Ali, wakati washambuliaji pembeni ama mawinga teleza ni Mahrez na Payet, washambuliaji wakati ni Ken na Jamie Vardy. Kwingineko ni kwa washika mitutu wa London Arsenal, ambapo mkufunzi wa klabu ya Arsenal Arsene Wenger amewataka mashabiki wa klabu hiyo kuhudhuria mechi za klabu hiyo kwa wingi ili kujionea mchezo wa hali ya juu baada kikosi chake kupata ushindi ama kupanda hadi nafasi ya 3 kufuatia ushindi wa goli 2-2 dhidi ya West Bromwich Albion, mchezo uliopigwa hapo jana usiku. Takriban watu 59,563 walihudhuria mechi hiyo siku ya Alhamisi, lakini kulikuwa na viti vingi ambavyo havikuwa na mashabiki uwanjani. Alipoulizwa iwapo ana ujumbe gani kwa mashabiki, Wenger alisema, "Johnny, mshabikie Arsenal. Iwapo unapenda soka, njoo uone mchezo wa kiwango cha juu." Mchezaji Alexis Sanchez alifunga mabao yote mawili hapo jana, na kweli hapo jana Arsenal ilionyesha kandanda zuri la ubora wa hali ya juu, lakini wakapata matokeo ya magoli 2-2 licha kupata nafasi nyingi. Na meneja wa timu ya taifa ya England Roy Hodgson amesema atakuwa na uamuzi mgumu wa kufanya kabla ya kumchukua mshambuliaji chipukizi wa Manchester United Marcus Rashford kwenye kikosi chake cha Euro 2016. Rashford mwenye umri wa miaka 18 amefunga mabao 7 katika mechi 13 tangu aanze kucheza timu kubwa Februari. Hodgson amependezwa sana naye, lakini amesema itakuwa vigumu sana kwake kumweka kwenye kikosi cha Ufaransa. Anasema nafikiri utakuwa uamuzi jasiri sana kumuingiza kikosini, ameongeza Roy Hodgson. Na kwingineko ni rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Gianni Infantino ameeleza matumaini yake kwamba michuano ya kombe la dunia mwaka 2018 itakayofanyika nchini Urusi itakuwa ya kwanza kutumia msaada wa picha za video kwa ajili ya kuwasaidia waamuzi kufanya uamuzi sahihi. Mwezi Machi mwaka huu, bodi ya kimataifa ya mchezo huo IFAB ilisema kuwa itafanyia majaribio teknolojia hiyo kwa kipindi cha miaka 2 ili kusaidia kuamua mabao yanayofungwa, kadi nyekundu, makosa ya kufananisha na penalty. IFAB ilikuwa imepanga kuanza kufanya majaribio hayo msimu 2017-18, lakini Infantino amesema majaribio yataanza sasa na kuchukua muda wa miaka 2. Na tumalizie kunako tennis. Nyota namba 5 kwa ubora wa mchezo wa tennis kwa upande wa wanaume, Rafael Nadal ameshinda mchezo wake dhidi ya Albert Montanes katika michuano ya wazi ya Barcelona. Nadal alimshinda mpinzani wake kwa seti 2 katika seti ya kwanza akishinda kwa 6-2 na ya pili akishinda kwa 6-2. Hivyo nyota huyo atachuana na Muitaliano Fabio Fognini ambaye naye alimshinda Victor Trotsky. Fognini
alimshinda Nadal katika raundi ya 3 ya michuano ya msimu uliopita. Naam, naitwa Khalid Msabaha, mwenzangu ni Super Sabu Amru Masale. Tukutane kesho saa 7 mchana katika muziki na michezo. Asante sana.